Ikulu ya Marekani, White House, imetangaza rasmi hatua ya kuweka kumbukumbu ya kudumu, yani immortalized, kumalizika kwa shutdown ndefu zaidi kuwahi kutokea katika historia ya Marekani, hatua ambayo iliwahi kulemaza siku nyingi za serikali kuu na kuathiri mamilioni ya Wamarekani. Shutdown hiyo ambayo ilidumu kwa siku 35 mfululizo ilikuwa ni matokeo ya mvutano mkubwa kati ya rais wa Marekani Donald Trump na bunge la Congress kuhusu bajeti ya taifa, hasa juu ya mgao wa fedha kwa ajili ya ulinzi wa mpaka na miradi ya ndani. Wakati huo maelfu ya watumishi wa umma walilazimika kukaa nyumbani bila mshahara, taasisi za serikali zikafungwa na huduma muhimu kama uwanja wa ndege, usalama wa chakula na misaada ya kijamii zikakumbwa na ucheleweshaji mkubwa zaidi. Katika hotuba yake ya hivi karibuni, msemaji wa White House alisema hatua ya kuweka kumbukumbu maalum ni njia ya kukumbuka changamoto za taifa hilo na nguvu ya demokrasia yake kushinda vikwazo. Shutdown hiyo ilikuwa somo kwa viongozi wote kwamba upinzani wa kisiasa unapozidi, wananchi ndio wanaumia. Tunataka historia ikumbuke sio tu mgogoro huo, bali pia jinsi ulivyomalizika kwa mazungumzo na maridhiano, alikuwa amesema msemaji huyo wa White House. Kumbukumbu hiyo itajumuisha maonesho maalumu katika White House Historical Archives yanayoonyesha picha, nyaraka na ripoti za wakati huo pamoja na ushuhuda wa watumishi wa serikali waliopitia kipindi hicho kigumu. Wachambuzi wanasema hatua hii ya White House ni jaribio la kusisitiza uwajibikaji wa kisiasa na umuhimu wa mazungumzo ya kitaifa, hasa katika kipindi ambacho Marekani bado inapambana na mgawanyiko wa kisiasa inayofanana na ile iliyosababisha shutdown hiyo kutokea ndani ya taifa hilo. Kumbukumbu hiyo imepokelewa kwa mitazamo tofauti. Wafuasi wa chama tawala wameisifu kama ishara ya uwazi na kujifunza kutokana na historia, huku wakosoaji wakidai kuwa ni jitihada za kisiasa za kufuta kumbukumbu mbaya za serikali iliyopita. Licha ya mitazamo hiyo, shutdown hiyo ya kihistoria sasa inabaki kuwa mfano halisi wa gharama za migogoro ya bajeti na siasa za ugumu wa maridhiano, jambo ambalo White House inasema halipaswi kurudiwa tena katika historia ya taifa hilo, kwa sababu athari ni kubwa, madhara ni mengi, matatizo na changamoto ni kubwa nyingi zilizoweza kujitokeza kuliko faida ambazo zilikuwa zimeminywa wakati bajeti hiyo ikiweza kuwasilishwa kwenye bunge la Congress katika United States of America, ili kuhakikisha ile bajeti inapitishwa kwenye kiwango ambacho wenyewe walikuwa wanakihitaji.